niliyesimama mbele yenu naitwa Fatma Hussein. Ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Naomba mjipigie makofi mengi sana kwa kujitokeza kwa wingi wengi. Ndugu zangu wanaharambo, niko mbele yenu kwa heshima na unyenyekevu wa hali ya juu kuomba kura za Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanaharambo, Chama cha Mapinduzi kimewaletea wagombea safi, wagombea makini, wagombea mahiri, wagombea wapenda maendeleo, wagombea wazalendo, wagombea waadilifu na wagombea wenye hofu ya Mungu. Wapigieni makofi. Ndugu wanaharambo, niwaombeni sana, tarehe 29 mwezi huu wa 10 mjitokeze mapema kwenda kupiga kura. Kukichagua Chama cha Mapinduzi ni kuchagua maendeleo. Ninyi ni mashahidi mageuzi makubwa yaliyofanywa katika sekta ya afya. Hapa Mheshimiwa Diwani amesema, mama zangu mlikuwa mkipata watoto ambao ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mlikuwa mnatembea umbali mrefu kuwapeleka wapate chanjo. Lakini leo wanapata chanjo ndani ya Harambo safi. Hii haitoshi. Ninyi ni mashahidi. Tulikuwa tukiugua tunaenda kwenye hospitali ya Vwawa. Baada ya hapo tukipata rufaa tunaenda Mbeya. Lakini leo tunavyozungumza, Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta zaidi ya bilioni 10 na zaidi ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Hospitali yetu ya mkoa imejengwa, imekamilika, inafanya kazi, ina vifaa vya kisasa. Mpigieni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wanaharambo, ninyi ni mashahidi mabadiliko makubwa yaliyofanywa katika sekta ya elimu. Zamani wazazi wangu mtaungana nami kwamba watoto wenu na ninyi wenyewe mlisoma kwenye madarasa ya kusiliba. Twasingulaga madarasa, uongo ukweli? Lakini sari za madarasa galimwemwele oe. Hiyo ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ndugu wazazi wangu, ninyi ni mashahidi, kidato cha 5 na 6 mlikuwa mnawalipia watoto ada. Dr. Samia akaona ili taifa liende mbele lazima wananchi wake wapate elimu bora. Na katika kupata elimu bora, Dr. Samia anatoa elimu bure kidato cha 5 na 6. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wanaharambo, ninyi ni mashahidi, ninyi ni wakulima kama nilivyo mkulima mimi. Kuna kipindi tulinunua mbolea mpaka 170,000, uongo ukweli? Lakini Daktari Samia akaona wananchi wake hatuwezi kuteseka, akatuwekea ruzuku na kipindi chake chote tumepata mbolea za ruzuku. Mpigieni makofi mengi. Dr. Samia hajaishia kutupa mbolea za ruzuku tu. Dr. Samia ametutafutia masoko. Bei ya kahawa imekuwa juu na ni nzuri zaidi, lakini wazazi wangu ni mashahidi. Kuna mwaka tuliuza mahindi debe moja shilingi 3,000, mnakumbuka? Mnakumbuka? Lakini Dr. Samia ametutafutia soko la kutosha na mahindi yetu sasa hivi tunauza kwa bei nzuri. Pigeni makofi Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu niwaombeni sana, tarehe 29 nendeni mkamchague kijana hodari, kijana machachari, kijana anayewapenda watu wa Mbozi, kakangu Onesimo Mkonde. Pigeni makofi. Ndugu wanaharambo, naomba niwahakikishie kijana huyu ni mahiri kweli kweli. Kijana huyu ana uwezo mkubwa na mzuri wa ushawishi, na atakapofika bungeni ninawahakikishia atakwenda kuwasemea wanaharambo. Maendeleo mtayapata kama mvua ya mawe, mpaka wenyewe mtasema sasa inatosha. Mpigeni makofi mengi. Ndugu zangu, kijana huyu ni mwadilifu, kijana huyu ana hofu ya Mungu. Lakini niwahakikishieni ninyi wanaharambo, kijana huyu mmemlea wenyewe jimbo la Mbozi. Kijana huyu kabla hajagombea nafasi ya ubunge amefanya mambo mengi na makubwa. Amekuwa akishirikiana na wananchi wakati wa shida na raha. Hivyo alitakuwa jambo geni yeye atakapokuwa mbunge kuendelea kushirikiana nanyi. Hivyo niwaombe wanaharungu mjitokeze kwa wingi tarehe 29 kwenda kumchagua kakaangu Onesimo. Ndugu wanaharambo, niwaombeni sana. Kuna kakaangu Maarifa Mwashtete. Umwana wa pahaya muomela makofi tena. Wazazi wangu, Maarifa ni mtoto wenu. Ni mtoto hapa Harungu. Mmenzaa wenyewe. Niwaombeni sana. Miaka 5 iliyopita kazi kubwa ameifanya. Yeye ameisema, ninyi ni mashahidi katika maeneo yenu. Ninawahakikishia muunganiko wa Maarifa Mwashtete akiwepo Onesimo Mkonde na Daktari Samia Suluhu Hassan, Harambo inakwenda kubadilika, Harungu inakwenda kubadilika zaidi. CCM oye! Ndugu zanguni, mwisho kabisa
nitoe rai tarehe 29 kuwa lawa mwewa baba, mwewa mama. Mwala abilinza nchukua kuwa mikula. Nendeni mkakipigie kura Chama cha Mapinduzi asubuhi na mapema mama zangu. Mtakapopiga kura naombeni mrejee majumbani. Tukisubiri ushindi wa Chama cha Mapinduzi, na ninaamini kakaangu Onesmo Mkondia na kakaangu Maarifa Mwashteti baada ya ushindi tutarudi